Mkuu wa majeshi kutoka nchini Uganda, General Muhoozi Kainerugaba ametoa kauli ambayo imeshangaza watu wengi sana, ambapo ametoa masharti mawili kwa nchi ya Uturuki akidai dola bilioni 1. Hii ni kama fedha kwa ajili ya fidia, ambapo Uganda ilichangia kwa asilimia kubwa sana upande wa kijeshi kwa nchini Somalia wakati ikipambana na kikundi cha magaidi cha Al-Shabaab, ambapo ilisababisha kupoteza maisha kwa wanajeshi wengi sana wa nchini Uganda, lakini pia rasilimali za taifa hilo. Sasa sababu ya pili, ama sharti la pili ambalo amelitoa General Muhoozi Kainerugaba, amesema kwamba Uturuki itakapotoa fedha hizo iambatanishe na mwanamke mzuri zaidi wa Uturuki ambaye atamfanya kama mke wake. Kauli hii ambayo imezua maswali mengi sana kwa kiongozi mkubwa wa kijeshi, anawezaje kuzungumza kauli kama hii hapa. Sasa katika masharti hayo, General Muhoozi Kainerugaba ameitaka Uturuki ihakikishe kwamba inatekeleza masharti hayo ndani ya siku 30, na isipokamilisha kwa ndani ya siku 30 basi atahakikisha kwamba anaufuta ubalozi wa Uturuki ambao unapatikana Kampala, Uganda. Hii imekuwa ni moja kati ya story ambayo imeshangaza watu wengi sana. Yaani inakuwaje kiongozi wa kijeshi mkubwa wa taifa anazungumza masuala kama hayo akitaka aweze kupewa pesa hizo ndefu, pesa nyingi sana, lakini pia na mwanamke mzuri aweze kumfanya kama mke wake. Hii sio mara ya kwanza kwa General Muhoozi Kainerugaba kutoa kauli kama hizi hapa, na mwaka 2012 aliwahi kuzungumza na kumtaka waziri mkuu wa nchi ya Italia Giorgia Meloni aweze kuwa mke wake, kauli ambayo ilizua mijadala mikubwa sana kwenye mitandao ya kimataifa. Hizi zimekuwa ni kauli mbalimbali ambazo General Muhoozi Kainerugaba kutoka nchini Uganda amekuwa akizizungumza na zikileta mijadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii.